Kwa mujibu wa uchambuzi wetu, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024/25 imebainisha kuwepo kwa kiwango kikubwa cha ubadhirifu, upotevu wa fedha, matumizi yasiyofuata sheria na udhaifu wa usimamizi wa fedha za umma wenye thamani ya shilingi trilioni 7. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 173.4 ikilinganishwa na ubadhirifu wa mwaka wa fedha 2023/24 ambao ulikuwa ni ubadhirifu wa shilingi trilioni 2.56. Fedha hizi zenye hoja ya ubadhirifu ni sawa na asilimia 13 ya bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024/25. Katika uchambuzi wetu wa ripoti 4 za CAG, tumebaini kwamba kwa maana ya ripoti za serikali kuu, ripoti za miradi ya maendeleo, ripoti ya TAMISEMI na ripoti ya mashirika ya umma, hoja kuu za ubadhirifu na upotevu wa fedha zimeainishwa kama ifuatavyo. Mosi, kuna upotevu mkubwa wa mapato kwa sababu ya kuibiwa au kutokusanywa kwa ushuru, ada, kodi na mapato yasiyo ya kodi. Jumla ya upotevu huu ni shilingi trilioni 3.21. Pili, uko upotevu kwenye fedha maalum zilizokusanywa lakini hazikuwasilishwa kwenye mifuko husika zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1.48, zikiwemo fedha za matengenezo ya barabara kupitia mfuko wa bodi ya barabara, fedha za maendeleo ya miundombinu ya reli kupitia shirika la reli TRC, fedha za miradi ya maji kupitia mfuko wa maji na fedha za nishati vijijini kupitia REA. Tatu, ni matumizi yasiyoidhinishwa, malipo bila nyaraka na matumizi yasiyo sahihi au yasiyokidhi viwango vya kisheria. Jumla yake ni shilingi bilioni 115.25. Nne, ni ukiukwaji wa sheria, taratibu za manunuzi na usimamizi wa fedha kwa maana ya zabuni kutofuata sheria, mikataba bila idhini na masuala ya single sourcing kwa maana ya kufuata mzabuni mmoja isivyo halali na udhaifu wa mifumo ya udhibiti. Hoja hii ina jumla ya shilingi bilioni 2.43. Tano, ubadhirifu wa fedha za umma na matumizi yasiyo na tija. Hapa pana jumla ya fedha zilizoliwa kwa ushahidi wa wazi ni shilingi bilioni 500.9. Na sita, ni ucheleweshaji katika utekelezaji na kusuasua kwa miradi ya maendeleo kwa maana ya miradi ya maji, miradi ya miundombinu, miradi ya afya, elimu, reli na ujenzi. Hivi vyote kwa kuchelewesha kwake, thamani ya ubadhirifu ni shilingi bilioni 783.60. Sasa hapa naomba niseme kitu, jambo muhimu sana. Ukitazama mwelekeo wa mambo, ukiangalia mwaka wa fedha 2023/24 utaona ubadhirifu ni shilingi trilioni 2.5. Alafu ukitazama mwaka wa fedha 2024/25 ubadhirifu ni shilingi trilioni 7. Hapa maana yake ni kwamba kadiri tunavyoendelea ubadhirifu umekuwa ukichukua hatamu na ukiongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukitazama mwelekeo wa serikali, na hapa niseme jambo, tumemsikia sisi ACT Wazalendo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa anapokea ripoti za CAG, ripoti ya TAKUKURU na ripoti ya PPRA. Aliwaagiza PPRA kwamba wahakikishe kama anavyofanya CAG na wao waweke hadharani wabadhirifu wote na watu ambao wamefanya vibaya ili waone aibu. Sisi ACT Wazalendo, ujumbe wetu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wabadhirifu, wezi, wahujumu uchumi,
hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuweka hadharani, hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuona aibu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inapaswa kuwajibika kwa kuchukua hatua mwafaka kuwashughulikia wezi na mafisadi, na pahala sahihi pa wezi na mafisadi ni kupelekwa katika vyombo vya sheria kuhukumiwa ili fedha za umma ziweze kuokolewa. Hatua mahususi tunazozipendekeza: mosi, tunataka watumishi wote wanaohusika na kuwezesha kuwepo na kushamiri kwa vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa mapato wakamatwe na hatua za kisheria na kiutawala zichukuliwe. Mbili, tunatoa rai kwa vyombo vya habari na asasi za kiraia kwa maana ya AZAKI kutekeleza wajibu wao wa kimapambano wa kuangazia, kumulika na kuweka hadharani vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma. Tatu, tunaitaka TAKUKURU ishughulike na makosa makubwa ya ufisadi na rushwa kwa uwazi. Na hapa niongeze kidogo, tumeisikia taarifa ya TAKUKURU mbele ya Rais Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tumesikia taarifa yao iliyorejewa katika hotuba ya bajeti iliyosomwa na waziri mwenye dhamana ya utawala bora na utumishi wa umma, ndugu Ridhiwani Kikwete, ikijinasibu kwamba TAKUKURU wameokoa shilingi mpaka kufikia mwaka huu tulionao 2025/26 wameokoa shilingi bilioni 102. Sasa hapa Watanzania wafananishe kwenye ripoti za CAG kwa mwaka wa fedha uliopita 24/25, CAG anatuonesha tukichambua, na unajua ubadhirifu, kutokusanya fedha kutumika visivyo, hizi zote ni indicators za ufisadi na rushwa. Sasa CAG anatuonyesha fedha tunazopoteza ni shilingi trilioni 7, lakini wao ripoti yao iliyopita wameweza kukomboa bilioni 102. Unapoteza trilioni 7, unakomboa bilioni 102. Ni katone kadogo sana kanakombolewa. Kwa hiyo msimamo wetu sisi ACT Wazalendo, TAKUKURU haijatekeleza ipasavyo majukumu yao. Ukiwatazama wao wanahangaika na vyama vya ushirika, fedha walizozikomboa kutoka katika AMCOS, wanahangaika na fedha walizozikomboa kutoka kwa halmashauri. Hawahangaiki na mafisadi wakubwa wanaolitafuna taifa hili. Ndiyo maana tumesema TAKUKURU iwajibike ipasavyo, na uwajibikaji hasa ni kushughulika na rushwa kubwa.